Leo nitaenda kuzungumza kuhusu wakuu wa giza na kazi zao. Wajue, unaposikia kwenye kitabu cha Efeso ile sura ya 6 mstari wa 12 inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili na juu ya jeshi la mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Hao wakuu wa giza hao ni kina nani? Wanafanyaje kazi? Zamu zao zikoje? Hao wakuu wa giza. Wakuu wa giza nimesema ni madhabahu ambayo hiyo madhabahu iko angani, katika anga la kusini na kaskazini mwa anga. Na hawa zamu zao huwa zina mgawanyo kwa wiki, na ni kitengo ambacho kinachofanya kazi kwa viwango vya juu. Wewe unaposikia kwamba mtu ameomba maombi alafu yale maombi yanazuiliwa, wanaozuia ni wakuu wa giza, ambao sasa yule malaika anakuwa ameagizwa alete majibu. Kama ni Gabriel anatumwa alete majibu, lakini anapokuta wewe tayari umeshaingia kwenye dhambi, wala wakuu wa giza wanamwataka, wanamkamata. Kwa hiyo anaenda mpaka kwenye anga la 3. Pale Mikaeli anatoka mbinguni, anakuja anafungua sheria kwamba je, wakuu wa giza wana haki ya kumkamata huyu malaika? Inaonekana kwamba wana haki. Ikionekana wana haki, Mikaeli na yule malaika wanarudi, ambaye alikuwa anakuletea majibu, wanarudi kule mbinguni, wewe unakosa yale majibu. Sasa zamu zao hawa wakuu wa giza siku ya Jumatatu, kitengo cha kwanza siku ya Jumatatu, ni huyu anayetawala, anaitwa Enki Lucifer. Enki Lucifer. Hapa tulikuwa na kauli 7, ambazo kauli ya kwanza ni anayeanza mmalize. Anayeanza mmalize, yani anayekuchokonoa na hakikisha unamlipa anachostahili. Sasa hii ilikuwa ni kauli za huko, na kauli nyingine ilikuwa neno moja linaweza kubadilisha kila kitu. One word can change everything. One word can create everything. Neno lako moja unalolitumia linaweza likatengeneza madhara ya daima ya siku zote. Wakilisikia akilinasa kwako, basi linaweza likatengeneza madhara ya muda wote kwako. Hawa wakuu wa giza wanatumia. Lakini msemo mwingine pia ulikuwa unatumika ni kushambulia. Kushambulia, yani wakuu wa giza wanasema kushambulia adui asipate mpenyo wa kupumzika. Yani ile ni shambulizi mchana, shambulizi asubuhi, shambulizi usiku, shambulizi jioni, kushambulia tu muda wote kupitia upepo, kupitia hali ya hewa. Unaposikia wakuu wa giza, iko ni kitengo ambacho unaposikia maafa mengi ya ndege inasababisha hiyo ufalme. Maafa mengi ya mafuriko, kwa sababu kuna mvua zile za mafuriko za kichawi za wakuu wa giza ambao zinatengenezwa katika ulimwengu wa roho, na zinakuja zinaleta madhara makubwa kwa binadamu. Na vimbunga, mfano mwaka 2004 kimbunga Ivan ilitengenezwa kwa giza. Mwaka 2005 Dennis, hivyo vimbunga vimetengenezwa kwa giza, na kuna ndege zingine ambazo zilianguka. Sasa hapo wakuu wa giza ni kitengo kibaya. Huyu Enki Lucifer, yeye anatawala siku ya Jumatatu, na kauli zetu zilikuwa ni hizo: anayeanza mmalize. Neno moja linaweza kubadilisha. Kushambulia, muite kati mtu mahiri. Walikuwa ni msemo ambao tulikuwa tunautumia kule kwa wakuu wa giza. Lakini pia kanuni nyingine ilikuwa ni kuponya. Kuponya, yani kuponya nini? Manake yani Yesu asaidiwe. Hivi vitu vya upako nini, kwamba watu wapone kupitia vitu vya upako, vifaa vya upako, basi uweze kuponya. Kwa wengine unakuta sijui ametumia tu kitambaa, anasema baada ya kuweka kitambaa shingoni nikapona.
Mwingine anasema baada ya kunywa maji yale ya upako nikajisikia vizuri. Mwingine sijui mafuta, ile nguvu mpaka kusababisha kuponya, ujue ni kitengo cha wakuu wa giza. Na wakuu wa giza, mtu anaweza akakwambia chukua maji yako hapo nyumbani uyachote na yaombea utakunywa na pona. Sio mpaka uende ukagaiwe kanisani. Ile imani ya kuamini tu vitu hivyo vitendea kazi hivyo vinafuta, hata kama uko nyumbani nasema chukua hapo. Wakuu wa giza wanaweza kupitishwa ponyaji kupitia mionzi au mianga au mwangwi. Kwa unachukua kweli, unashangaa ameombea yule mtume yule nabii, unashangaa unakunywa kweli unapona. Unasema mbona nimechota mwenyewe ya kwangu mwenyewe, yana shida gani? Sasa hiyo ikiwa mtindo wako mara kwa mara, basi tulikuwa na kauli ni kuponya. Basi tuwaponya watu waamini kwamba kila siku akichota maji, akiombewa hata akiwa mbali, basi hakuna tatizo, ni Mungu anayeponya. Lakini wakuu wa giza ndio wanaoponya kupitia ile mionzi ya redio au kupitia mionzi ya jua, mwezi, nyota. Kwa mtu mwingine unakuta ana Mungu na haugui, akiugua tu kidogo inamwachia, anasema DNA zake ni kubwa. Unalindwa. Wakuu wa giza na tabia, yani kwa tunasema mponye, kuponya ni kauli moja hapo, kuponya. Wewe unachotakiwa kumbe, basi kama una afya nzuri na umjui Yesu, umjui Mungu vizuri, unachotakiwa wewe ni kutafuta wokovu. Afu Yesu akuimarishe na hiyo afya yako, uzidi kuimarika zaidi hiyo afya yako. Sasa wakuu wa giza, Lucifer huyu yeye ni kitengo cha Jumatatu, na huyu ni bwana mafunuo ya shetani. Ukisikia mafunuo yote ya kishetani, mtu anakuambia tarehe fulani ni mwisho wa mwaka, mwisho wa dunia, utakuwa mwisho wa dunia. Kwa maana mara nyingi pale Kenya tulifundia mmoja anaitwa Wilson Bushara, kuna William Lingala, wote wale wanafunua. Wako wengi Tanzania, hapa nje, sehemu nyingi sana unakuta anasema mwisho wa dunia, au anasema nimeitwa na Bwana na huduma kubwa, lakini ndani yake sio Mungu. Anaweza kuonyesha kabisa unaenenda katumike, umeitwa, Mungu amekuita ukahubiri, ukaponya, sijui ukafundisha, lakini huyu huwa anajifanya kuwa malaika wa nuru. Mara nyingi sana huwa anajifanya kama malaika wa nuru, lakini ni shetani ambaye kitengo cha wakuu wa giza. Hapa alikuwa na uwezo wa kurefusha masaa na kuyapunguza, kuweka usiku wakati ni mchana, kuweka mchana wakati ni usiku. Na ndio maana kuna aina nyingine ya mataifa unakuta wao ni usiku tu, wengine wao ni mchana tu, hakuna usiku. Sasa kitengo cha wakuu wa giza kinadili na masaa, kinadili na hayo. Siku ya Jumatatu, Lucifer huyu siku anafanya kazi hiyo ya kufanya uharibifu, kuleta hekima. Ukisikia Lucifer, ni Lucifer wa hekima, ni shetani wa hekima, analeta hekima fulani. Kama kwa Daudi pale, hesabu watu, idadi ya watu, ujue idadi ya watu, ni Lucifer. Hekima, unaposikia Biblia inasema hekima ile sio hekima itokayo kwa Mungu, bali ni kibinadamu na shetani. Hekima ya binadamu na shetani ni hiyo hekima ya Lucifer. Anakuja na hekima, pia anashambulia, na pia Lucifer kazi nyingine anaweza kuleta, kubadilisha hali ya hewa fulani, kuleta mvua, akitoa ile kwenye mdomo wake ile mvua. Nyingine akipiga zile mbawa zake, ana kichwa mgongoni. Ni malaika ambaye aliyeasi, kichwa chake kipo mgongoni, na akitembea hivi ni kama anafly, yani haendi kwa kasi moja hivi. Akienda hivi basi anaenda na hivi na hivi na hivi, anaenda upande mmoja alafu anageuka huko, anaenda hivi na hivi na hivi, alafu anaenda natua. Huyo ni Lucifer. Na huyo kijana sana na aina wa Kristo, hasa wale ambao wanadili na fahamu za watu na wajui, yani wao hujui, yani kuna ile namna kwamba unabaki unamsema mtu na hujui maisha ya huyo mtu. Huyo Lucifer analeta ufahamu ya kuanza kumsema mtu hata kama hujui, au kuanza kumjadili mtu, kumsengenya, au kuanza kumfitinisha mtu hata kama huna kisasi, huna ugomvi naye.
wanaletewa chuki na uadui na huyo Enkilusifa. Na huyu ndio Jumatatu pia anawapotezea wengi ajira. Kama ni ajira unakuta ndio utakuja Jumatatu ile utajua, lakini ghafla anapotea juu kwa juu. Huyu anaitwa Enkilusifa. Ni zamu ya Jumatatu. Lakini zamu ya Jumanne ni Lewiathan joka. Hili ni joka jeusi ambalo liko pale kwenye throne of Lucifer, kiti cha enzi cha Lucifer pale. Joka jeusi, Lewiathan joka. Lakini hili lipo Lewiathan wa angani na baharini. Huyu wa angani ndio huyu mkuu wa giza, anaitwa Lewiathan joka, joka jeusi kubwa ambalo lina dunia linaitazama kwa, yani kama ni ndogo sana, manake lenyewe limejaa dunia nzima. Linajaa, ni joka kubwa ambalo lenyewe likitema moto ni kama dragon, ila wenyewe ni jeusi kubwa. Ndio hii ambao unasikia mara umeunguza masoko, sijui masoko yameungua, mara unasikia moto umewaka wapi, sijui umeteketeza watu kadhaa. Mara mwingine unakuta unafanya maombi yako hayana nguvu, unakuwa mzito kiroho, mzito kimaombi. Huyu anafanya kazi ya kuharibia system yako ya kiroho na kuharibia wengine lamani kwa kuchoma moto vitu vyao na kunyeshea mvua. Unashangaa kwamba umelima vizuri, nani yako umelima vizuri, mpunga wako nini na nini, siku nayo umevuna vyote vimeisha pale, umekoboa nini, umesaga, unaenda kupeleka stendi kwenda kupeleka ule mchele sehemu fulani, mvua inakuja ghafla nyingi nyeshe ule mchele ili uharibike, au anakuja kunyeshea zile nyanya ili ziharibike, au anakuja tu ghafla mvua inakuja ili mvua iharibike, ili njia iharibike sana, usisafiri siku hiyo. Na wengine wanaletewa kwamba upo kwenye maombi, ghafla simu inaita ili upokee simu, na ukishapokea ile simu basi maombi yale yanakuwa yamefutwa, unaanza kuanza na moja. Hao ndio wakuagiza. Zamu ya pili siku ya Jumanne Lewiathan joka. Na zamu ya tatu siku ya tatu anaitwa Lucifugero Focale. Huyu kwenye kitengo cha kuagiza ni zamu ya tatu. Hawa ni miongoni mwa wafalme 7 wenye nguvu, ambao nitakuja kusema kwenye ufalme wa giza, wafalme yani wale wenye nguvu 7 ambao wenye ufalme wa shetani. Huyu ni miongoni mwa wale wenye nguvu. Huyu anafanya kazi ya kutoa amri, viti vya enzi. Hiyo siku ya Jumanne viti vya enzi vyote vya shetani viwasamee wale waliopo kwenye adhabu, au waliokuwa kwenye adhabu ya kaburi, adhabu ya wachawi, ili warudishiwe heshima yao na utajiri wao na waende mbali na pale walipoishi. Wengi wanaoishi mtaani unakuta ni chizi nini na nini, wengi unakuta ni mchawi yuko kwenye adhabu, mwingine ni mchawi tayari alikosea masharti, wale waliokosea masharti au wale walioingia kwenye adhabu. Huyu Jumanne ndio huwa anawaombea msamaha siku ya Jumanne, ili viti vyote vya enzi viwaachie hao vya kishetani, ili hao warudi kwenye hali yao nzuri ya kawaida. Kwa hiyo kama tarehe ya adhabu imefika, huyu ndio anaombea kwamba tarehe imefika, watu waachiwe adhabu yao inatosha, wanatakiwa sasa waendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa wingi, kwa masharti yale yale. Siku ya Jumatano, yule Lucifugero Focale ni siku ya Jumatano. Ni siku ya Jumatano Lucifugero Focale anaombea watu utajiri wa nyuma uliopotea, wale wachawi mawakala wao uweze kurejea. Utakuta mtu alifilisika kabisa, sasa anaanza kuwa tajiri. Anakubaliana na mikataba kwamba bwana, hapo utakapokosea tena ni hivi na hivi. Anaingiza mkataba. Yaani huyu ndio anatangaza, anaitwa msamaha. Kama huko duniani anaitwa msamaha wa rais. Lakini siku ya Alhamisi, siku ya Alhamisi anaitwa Dark God au God Black. God Black ni mungu wa giza. Mungu wa giza, kuleta giza. Hapa ni manyanyaso, ukatili, ufukara na ugumu. Huyu ndio anasababisha kitengo cha kuwa giza. Huyu analeta hiyo hali
unakuta mtu kama akili zinapigwa fahamu, zinapigwa bumbuazi. Yaani unashindwa wewe mwenyewe kutafakari mambo yako, uamueje, ufanyeje mpaka upate msaada wa mtu mwingine akusaidie kupambanua mambo yako ya muhimu. Na wengine wako wanasahau hata vitu vya muhimu sana. Baada ya muda vinakukosti, unafukuzwa kazi, unaachishwa kazi, au unakosa simu mawasiliano, unasahau hiyo simu kwenye gari, unasahau vitu vikubwa vya muhimu. Ila huwa anaanzia taratibu. Na uchawi wake wanatengeneza unaitwa uchawi wa giza, yani kumfunika mtu asionekane. Na huu uchawi unafanyika sana siku ya Alhamisi, unapigwa, unarushwa pale kwenye biashara yako, kazi yako, kwenye mahala pa kukufanikisha wewe. Kama kwenye ndoa unakuwa huonekani. Mwanaume huyu atakuwa na wewe lakini anahudumia nje. Yaani wewe unakuwa huna kibali, huna thamani. Unakuwa huna unachokimiliki. Mambo yako yamejaa giza, hali ni mbaya, uchumi ni mbaya, huoni mwanga mbele, wala huoni nini kitakachotokea baada ya. Kwa hiyo huyu ana hiyo silaha ya kuharibu. Na muda mwingine kishaonekana kwamba kuna hitaji aweke giza kwenye nchi fulani, anaweka ile giza linakuwa linatanda pala, anatoa mdomoni mwake. Manake huyu ni chini, mmoja na yale majini yenye uwezo mkubwa ambao anaweza kameza wingu na akalitoa, anaweza kameza giza na akalitoa, anaweza kumeza moto na akautoa, anaweza kameza mvua, jua na akatoa. Ni chini ambaye anasababisha vifungo vikubwa kwa watu wa Mungu na kuweka giza maisha yao, wajutie kwa nini walimfuata Yesu. Lakini zamu ya 5 ni huyu anaitwa Modus. Modus huyu ni simaku ya kuzuia utajiri na kutangaza nguvu ya mwili na kuupa mwili nguvu za kipepo au tajiri bila nguvu. Jini wa starehe, tamaa na kutia tamaa. Modus huyu ni jini wa starehe, jini wa tamaa na jini wa kumpa mtu mchawi apate mafanikio bila kutumia nguvu. Huko watu ambao wako kwenye njia sahihi wapate mafanikio yao kwa tabu na kwa shida sana, na mwisho wa siku wakate tamaa, wamwache huyo Mungu wao. Huyu Modus ni jini la kuleta ashiki pia tamaa za binadamu, tamaa za kipepo, tamaa za kila aina unaziona dunia hii. Modus, tamaa za kila namna unaziona kwenye dunia hii huwa anazileta yeye. Lakini pia huyu wengine wanamuita Asmodus. Huyo ndio jini nguvu, kuwafanya watu wa shetani wasitumie nguvu sana katika mambo yao, lakini upande upande wa Mungu wateseke kwa nguvu zaidi. Lakini pia zamu ya 6 kwenye kitengo cha wakuu wa giza huwa anasimama huyu jini mmoja anaitwa Agares anafanya mambo ya hujuma na kuchelewesha. Yanaposikia roho ya kucheleweshwa. Hujuma hizi ni zipi na kucheleweshwa? Kuna hujuma unakuta mtu anaugua ugonjwa na wala hajui ulianzia wapi, ulitokea wapi, amehujumiwa kiafya. Huyo mtu manake hujuma za kiafya zimempata, amehujumiwa na kuwa na pressure ambayo wala haukutakiwa umekuwa na kansa, wala haikuwa sababu upate kansa, haukuwa na sababu, na wala si Mungu aliruhusu hili, bali ni hujuma tu za kishetani. Unakuwa na HIV, ukimwi ambao Mungu hakutaka uwe na hivyo vitu. Kwa hiyo hivyo vitu unahujumiwa kiafya, unahujumiwa kielimu. Unakuta mtoto ameanza vizuri elimu yake, ana akili sana, lakini mwisho wa siku anaanza anafeli. Na ukimuuliza ana bidii vizuri ya kusoma, ana bidii vizuri ya kufaulu, lakini kwa nini anafeli? Kwa sababu amehujumiwa akili zake tayari, kwa sababu ya mtandao huu wa shetani. Huyu Agares ashatengeneza tayari, ashachukua ufahamu wa huyu mtoto, anautumia kwa manufaa ya waabudu shetani. Kwa hiyo
panaenda anawasaidia abudu shetani, lakini kuacha Mungu inakuwa ni vigumu. Hata wale ambao hawana Mungu, hawana nini, huwa wanahujumiwa maisha yao. Huyu Agares yeye ana madhabahu kubwa kule juu, na madhabahu kubwa ya angani hapo ya kishetani ni Agares spell. Hii Agares spell, madhabahu ya laana, manuizi, maapizo, na pale ndipo radi inakotokea pale. Kisikia radi ya kuagiza. Kuna jini mmoja anaitwa Sango au Shango. Huyu jini Shango ni chini, huwa wachawi wana mpampu. Yaani mchawi anapokuwa na kesi na mtu fulani, wanaangalia hati ya mashtaka, huyu mtu watamfunga kwa ajili gani? Kwa ajili ya hasira. Okay, kwa sababu ya hasira anamfunga. Anaenda anapeleka hati ya mashtaka kwamba nataka fulani nimuue, au fulani nimletee ugonjwa kwa radi, au ni mzuru kwa radi, nizuru biashara kwa radi. Sasa huyu jini Shango anakuwepo pale, anapewa order na Agares na wala chambo tulikuwepo pale, napewa order kwamba msikilize huyo mchawi, amsaidie kuhusu radi. Yule mchawi ataongea kwamba ninamleta fulani huyu mtu ambaye ni adui yangu duniani, na huyu ndiye amesababishia 1 2 3. Kama mchawi ameshindwa kuruka yeye kwa maombi yake, au mchawi ameshindwa kufanikiwa biashara zake kwa sababu ameweka chumoleta imletei, lakini akiangalia unayezuia ni wewe. Kwa hiyo huyu anasema namleta huyu fulani, naomba mshughulikie. Au ana kisasi, anataka mtu fulani tu kwa sababu ile familia kitaji basi afe fulani kwa radi, au mtu fulani auawe tu kwa radi, anachuki naye, au ana sababu kwa nini auawe, au nyota yake, yote ni sababu. Kwa hiyo huyu mchawi anaanza anamchochea yule jini Shango. Anamwambia tena amekutukana na wewe. Amekusema wewe mjinga, amesema una lolote. Ile jini linakuwa lina panic. Yule Shango likipanic linapiga kelele, linapiga kelele pale angani, likipiga hivyo. Siku ile ambayo imekusudiwa, kuna kalenda inaitwa Anushas kalenda ya Lucifer. Ambayo ile kalenda imepangiliwa kabisa siku gani ya kupiga radi. Radi nyingi huwa zinapigwa siku ya Jumanne, Jumatatu, Jumatano na Jumamosi. Lakini pia anaweza zikapigwa siku nyingine kulingana na kalenda inaruhusu siku hiyo. Je, kupiga radi na mtu huyu itampata? Kwa hile inazungumza kuhusu huyo mtu. Sasa akipiga zile kelele pale huwa zinatoka radi mdomoni. Kwanza akiwa anachochewa vile, kunakuwa na wingu linatoka kama giza fulani, moshi. Zile hasira zake zile anavyo, sababu yule mchana anamwambia tena na wewe, amekudharau kabisa, amekuona takataka, amekuona wewe, amesema wewe ni paka, wewe ni kuku. Yaani anamletea maneno ya kulikasirisha ile jini. Wewe amesema ufai, huna lolote, sijui nini. Ile jini lina paniki. Kumbuka huko ana hati ya mashtaka yako kwa sababu ya hasira au shambuli. Lakini hapo wewe mchana anajaza chuki, anamchochea kwa chuki. Pata hasira kubwa, inapewa kalenda kwenye madhabahu ya Agares spell kwamba sasa ukampiga huyo adui siku gani. Ile siku inapofika unatangulia ule moshi ambao hasira zake tu inaenda na tanda kama wingu zito kubwa. Kwa unakuta aidha itaachiliwa na radi ambayo yeye mikojo yake ile inakuja kama mvua hivi ndogo. Ile hasira mpaka anajikojolea, na ile hasira anapopiga ile hasira pia ule moshi unaenda unatanda kabla hajafika pale. Kule anakotoka kwamba ni siku yako kwenda kumpiga yule adui. Ile hasira alionayo pale ni kubwa. Ndio maana Mungu anawaficha wengi hayo. Sasa huyu ikifika sasa ile tarehe na muda wake, wingu linatanda kidogo tu kama eneo hilo. Au kunaweza kuwa kusiwe na wingu, yani naona ni jua tu vizuri. Lakini akisimama pale angani anapiga kelele, akipiga zile kelele radi zinatoka zinaenda zinaua. Basi asili yake ndio inatulia hivyo. Linarudi tena kule Agares spell kwenye ile madhabahu. Linasubiri tena mchawi mwingine atakayeenda kumchochea tena, atakayepeleka kesi. Lakini lenyewe pia linatoa kafara. Linaua kumpa Lucifer sadaka. Sasa huyu ndiye anayechelewesha pia. Yaani kafara yake yeye ni pale mtu mnakuta anakata tamaa mpaka anajinyonga. Ana madeni mpaka
anasema hapa nijitupe tu au nikimbie mji niende nikajifiche huko. Mwingine anatamani ardhi pasuke aingie huko. Mwingine anatamani kwamba ajichinje tu. Unaletewa ile kuua ile kwenye familia ile. Mwanaume anachinja mke wake kwa sababu ya wivu tu wa mapenzi, anaona achinje. Ile anavyochinja pale, huyu ndio anatoa kafara. Agares. Asila ile unakuta mtu hajakusudia, mara kita mtu kisu kafa. Mtu hajakusudia amemgusa kidogo kafa. Ndio kafara zake anazozitoa kwa staili hiyo. Lakini anateleshwa, unakuta binti muda umeenda, mwaka imeenda lakini huolewi, huoi. Kuna mmoja yule alikuwa akamwambia Elisha, hata Mungu angefungua madirisha mbinguni, jambo hili lisingefanikiwa. Elisha akamwambia, utaona lakini hautakula. Na kweli siku ilipofika aliona kabisa mji ule kulikuwa na njaa. Chakula kikapatikana lakini akaona na hakula, alimkanyaga mlangoni. Unacheleweshwa kazini, unaitwa mara leo, unaambiwa siku fulani njoo tufanye interview, unaambiwa siku fulani interview imekubalika, lakini issue inakuja kwenye kuingia kwenye ajira, kazi. Issue inakuja kwenye matokeo ya mwisho. Unasoma vizuri, unaenda vizuri, kila wakati mwingine unaferi, kila wakati unaferi masomo, kila wakati unaferi mitihani. Hiyo inakuwa ni changamoto kwa sababu anayefanya hivyo ni huyu. Anahujumu, ukutakiwa uwe vile ulivyo, lakini umekuwa vile kwa sababu umehujumiwa na huu ufalme. Umemalizwa na huyu Agares. Na anakufanya ufanye kazi usioitaka au kitu usichokitaka. Sio mlevi lakini anakulazimisha uwe mlevi. Sio mchawi lakini unalazimishwa kuitwa mchawi na watu wote. Fani mchawi, unaona ametoka kuroga hivi. Lakini sio mchawi, anakulazimisha hivi. Yaani usichokitaka ndio anakuletea. Na mwingine anakuta kuua vipawa na uongozi na mamlaka. Hiyo kazi yake pia anaua vipawa, uongozi na mamlaka. Unajikuta unaanza kujikataa kwamba huwezi kuimba, huwezi kuhubiri, huwezi kufanya vitu, huwezi kuongoza hata kama mwingine unakuta ni balozi lakini alitakiwa ni mjumbe nyumba 10, alitakiwa awe waziri au rais, kwa hivyo. Na kuiba nguvu za kiroho. Huyu anaiba pia nguvu za kiroho. Unashangaa ulikuwa mwombaji mzuri, siku hizo unapiga miayo. Piga miayo muda wote. Naanza kuota ndoto za chakula nini, unaombea ndani ya neti. Anaiba zile nguvu za kiroho. Kwa hiyo wengi wanasema mbona alikuwa vizuri, sasa hivi mbona hali mbaya ya kiroho, kusoma Biblia kusomi, ila kuangalia movie unaangalia muda mrefu sana. Na masuala mengine ya kidunia story unapiga sana nini, lakini kiroho mambo yanafika, mambo ya ibada upendi, yani unachukia fulani. Akifika mambo ya kutoa upendi. Anaiba ile nguvu na ujasiri wako wa kiroho, nguvu za kiroho. Unaombea watu kwa kuombea wanapona, sasa hivi hawaponi. Kwa sababu gani? Umeibiwa nguvu za kiroho. Kwa hiyo huyu anafanya hiyo kazi na kuharibu muundo au mfumo wa mtu kupona, kuzuia uponyaji. Spell ni manuizo na maapizo. Huyu anazuia uponyaji. Unapomwambia mtu apone pale, yeye huyu ni anazuia uponyaji. Kwenye kanisa unakuta watu hawaponi. Ndani yako unakuta upone, unapoomba upone. Huyu anazuia uponyaji wa watu. Na zamu ya mwisho ni Lucifer. Lucifer huyu ana zamu ya anaitwa right wave au right bringer, siku ya Jumapili. Mleta mipango na kujadili ule uchawi wote wa wiki nzima ulivyofanyika na uwezo, kushinda na kushindwa kwake kulikuwaje. Anatoa mwanga kwamba sasa zamu ijayo fanyeni hivi, tufanye hivi na hivi na hivi, na wewe binadamu kumpata kwake ni huku, njia yake ni hii, tuendelee kufanya kazi hii, kafara zitakuwa za aina hii na mafanikio yake tutaweza kuyapata aina hii. Analeta kikao cha kuwapa mwanga wakuu wa giza wengine, vitengo vingi vya kichawi, na kuwavuvia nguvu. Siku ya Jumapili huwa wanakuwa ni right bringer, wanaleta mwanga. Na kwa ajili hiyo yeye Lucifer anachofanya ni kuhakikisha kwamba analeta akili ya kuendeleza ule uchawi zaidi siku ya Jumapili. Na usahau pia
Huyo pia anaweza kufanya mtu akataliwe na kutengwa na kutalakiwa, pewa talaka. Huo ufalme ni huo ufalme wa Shetani, wakuu wa giza. Ni wakuu wa giza, kitengo kibaya zaidi cha wakuu wa giza. Hiyo zamu zao 7. Jumatatu nimesema, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Ni kitengo ambacho hakuna kupumzika. Asubuhi, mchana, jioni, muda wote, masaa yote, hao viumbe wanafanya kazi ya kupigana na watu wa Mungu, wa Kristo, na hata watu wa kawaida, kuharibu maisha yao. Hata kama mtu hajaokoka, anaharibiwa maisha yake kwa namna hiyo na hao wakuu wa giza na hizi zamu zao. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana.